ina kazi zake kuu 4. Ya kwanza inazalisha umeme. Ya pili inasafirisha umeme. Ya tatu inasambaza umeme. Lakini ya 4 tunauza umeme. Kwa hiyo tuna kazi 4. Sasa nikianza na uzalishaji. TANESCO tuna maeneo mengi ambayo tuna vyanzo vingi vya uzalishaji wa umeme. Tuna uzalishaji kwa njia ya maji ambao ndio chanzo kikuu kwa sasa hivi. Then tunatumia gesi kwa kuzalisha umeme, lakini tulikuwa tunatumia mafuta mazito kwenye uzalishaji wa umeme, na sasa hivi tunaelekea kwenye kuzalisha umeme kwa kutumia upepo pamoja na jua. Ingawaje bado hivyo vyanzo viwili bado, lakini hivyo vitatu vikuu vya gesi, umeme na vya gesi, maji na mafuta ndio vyanzo vikuu ambavyo tunatumia. Ingawaje vya mafuta sasa hivi havitumiki sana kwa sababu ya gharama zake ni kubwa kidogo. Kwa hiyo sasa hivi asilimia kubwa tunatumia maji, na vyanzo vitu vya maji tunavyo kama vyanzo 6. Tuna Mwalimu Nyerere ambayo huwa mnaisikia sana, tuna Mtera, tuna Kiansi, tuna Nyumba ya Mungu, hizo ndio vyanzo vya maji. Lakini tuna vya gesi ambavyo tuna Ubungo 1, Ubungo 2 ambayo inazalisha gesi. Sasa lingine, sisi TANESCO tunapataje umeme wetu, unatufikiaje huku, tunautoa wapi? Sisi umeme wetu tunapokea kutoka kwenye substation ya umeme. Ukishatoka kwenye chanzo kule, unasafirishwa kule, kuna transformer, kunazo transformer ambazo ni kubwa. Kwa hiyo umeme unasafirishwa kutoka kule kwenye chanzo kuja sasa kwa wananchi. Unasafirishwaje? Tuna laini ambazo zinasafirisha ule umeme. Tuna laini ambayo wa msongo wa kilovoti 220, tuna 132, tuna ya 400. Yaani ule wote ile ni misongo ambayo inasafirisha umeme kuleta sasa kwenye makazi. Ule umeme kutoka kule kwenye chanzo unakuja kwenye kitu kinaitwa substation, kwa sababu kule unatoka umeme mkubwa sana, na ni unaona unasafirishwa na hizi line kubwa hizi za chuma, hizi ambazo ni kubwa zinaitwa transmission line, ndio usafirishaji ule. Kwa hiyo zikitoka kule zinatoka na umeme mkubwa, kwa hiyo inabidi zifike kwenye kitu kinaitwa substation. Kwa hiyo kitoka kule kwenye chanzo inaingia kwenye substation ya Makambako. Ikishaingia pale kwenye chanzo cha Makambako pale, sasa Makambako pale ndio mwingine unaenda Mbeya, mwingine unaenda Iringa, unaona? Kwa hiyo na huu mwingine unakuja kwetu. Kwa hiyo pale unakuwa step down. Yaani umeme uliotoka kule sio ambao unaoingia pale Makambako. Kwa pale Makambako si Ruvuma ndo tulichukulia pale kuleta Songea. Kwa hiyo ulipokuja pale sasa ukafika kwenye kituo chetu cha Madaba. Wale wa Madaba wanakifahamu ile substation ya Madaba. Ile substation ya Madaba pale ulipofika, kwa hiyo pale ndo wana control sasa grid ya mkoa wa Ruvuma. Yaani pale ile ndo control kubwa ya kwetu. Iko pale Madaba. Kwa hiyo ukaja sasa ukafika pale, hakuna tawi lolote. Yaani pale kama unafika pale unapita. Kwa hiyo ukaja kwenye substation yetu moja hapa inaitwa nini? Hii hapa inaitwa Unangwa. Kwa hiyo umetoka lines za msongo wa kilovoti 220. Ambao ni line hizi za chuma sasa. Hizi kubwa za chuma. Umeleta sasa, umefikisha pale kwenye substation yetu ya hii hapa ya Unangwa sasa. Pale ukifika pale lazima step down pale. Pale sasa tuna line nyingi sasa ambazo
zinatoka zinakuja sasa mitaani. Kwa hiyo unapofika pale sasa, pale tuna watu ambao wana shift pale masaa yote kwa ajili ya kuangalia zile line zinazotoka, au labda kama kuna hatari ama kuna nini. Kwa hiyo pale tuna shift pale, kwa hiyo watu wako kwenye zile line pale wanazicontrol. Kwa hiyo ile substation ya pale inasambaza sasa, kuna line nyingi pale. Kuna line inayoenda Mbinga, kuna line inayoenda Tunduru, lakini kuna line ambazo ni za hapa mjini. Kwa hiyo zinatoka pale. Kwa hiyo pale wale ma operator pale wanaziona line zote. Yaani kama umeme ni mdogo, kama umeme nini, yani wao pale ndo wana control pale. Kwa sasa zile line zinazotokea pale nani pale hapa, hizi kwa mfano tuongelee line za mjini. Pale line za mjini pale tuna kitu kinaitwa hii inakuja msongo wa kilovolt 220. Kwa hiyo lazima u step down.